إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة أما بعد أحبابي في الله أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل فإن الفوز لا توجد إلا بتقواه كما وضح لنا في كتابه الكريم بقوله إن للمتقين مفازا. Vipenzi vya Allah, baada ya kumshukuru Allah jalla waala na kuelekeza swala na salamu kwa kipenzi cha umma Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, mwanzo yote na wahusieni pasi na kusahau kihusia nafsi yangu kwenye swala zima la kumcha Allah jalla waala kwa sababu ya ucha Mungu atakwa, kwa maana kufuata yale ambayo Allah aliyoamrisha na kuacha yale ambayo Allah ameyakataza kwa waja wake wasiyafanye ndio sababu ya kufaulu kwa mja katika mgongo wa ardhi, pia akiwa mbele ya Allah jalla waala kwa kauli yake subhana alimetubainishia kwenye kitabu chake kitukufu, hakika wale ambao waliomcha Allah, wale ambao walifuata maamrisho ya Allah na wakaacha makatazo yake, mafaza hao ndio waliofaulu mbele yake Allah jalla waala. Babu fillah, hayabina ila mawdu'atina al-yawm, tuelekee katika maudhui yetu ya leo. Kichwa cha habari cha maudhui yetu ya leo katika Ijumaa yetu hii ya leo kinasema as-sunnatu allati, sunna ambayo tarakna al-amala biha, tumeacha kufanyia kazi sunna hiyo, wabakia al-qawlu fiha, kilichobaki ni maneno tu kuhusiana na hiyo sunna. Tutazungumzia masala yanayohusiana na sunna ambayo wengi katika Waislamu tumeibakisha katika ndimi zetu na tumeipoteza katika utendaji wa viungo vyetu juu ya sunna hiyo. Ahbabu fillah, katika mwezi ambao tuliokuwa nao ni mmoja kati ya miezi mitukufu wa kauli ya Allah jalla waala aliposema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله جل وعلا anasema hakika ya idadi ya miezi katika mwaka ni miezi 12, lakini hii ilikuwa tayari imeshahukumiwa toka Allah anaumba mbingu na ardhi fi kitabillah, hayo yote yameorodheshwa na kuwekwa wazi katika kitabu cha Allah, lakini ndani yake kuna miezi 4 mitukufu. Hiyo ndio dini iliyonyoka, na msije mkadhulumu nafsi zenu katika miezi 4 hiyo mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akatuwekea wazi aya hii kwa sababu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa kazi ambazo alizopewa ni kuja kuweka wazi katika kila kauli ya Allah jalla waala ambayo haijakuwa na ufafanuzi maalum, haijakuwa wazi, imekuja haijakuwa wazi kwamba ikawa inaeleweka baada ya kuangaliwa tu kusomwa
au kusimuliwa ikawameleka moja kwa moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kazi yake yeye kuweka wazi kauli kama hizo. Miongoni mwa hayo ni aya hii ya Allah jalla waala. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akaibainisha ili tupate kutambua miezi ipi ambayo iliyokusudiwa, miezi ambayo iliyokuwa mitukufu mno kuliko miezi mingine katika mwaka. Ndani ya miezi 12 kuna miezi 4 mitukufu. Msije mkadhulumu nafsi zenu katika miezi ni ipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye akaja kutubainishia kwa kauli yake aliposema as-sanatu 12 shahara. Mwaka una idadi ya miezi 12. As-sanatu mwaka 12 shahara, kuna idadi ya miezi 12. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi 12 hiyo kuna miezi 4 mitukufu. Mtume sallam akasema salatu mutarawiyat, ama miezi mitatu ni yenye kufuatana katika miezi 4 hiyo. Wa kwanza akasema ni Dhulqaada, wa pili akasema Dhulhijja, ama watatu ni Muharram. Dhulqaada kwa maana mwezi ambao uliopita, Dhulhijja ni mwezi ambao tuliokuwa nao kwamba ni miongoni mwa miezi 4 mitukufu. Lakini mtume akasema na Muharram kwamba mwezi utakaofuata baada ya mwezi huu Dhulhijja. Pia akasema wa Rajabu Mudharr alladhi baina Jumada wa Shaaban, na Rajabu ambao wewe upo kati ya Jumada na Shaaban, miezi 4 tayari imekamilika. Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram wa Rajab, hii ni miezi 4 mitukufu. Idhan hakuna shaka katika uelewa wa wengi katika Waislamu kwamba tupo katika kipindi cha miezi mitukufu na tupo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao wenyewe ni mtukufu, lakini pia ndani yake kuna yanayopatikana juu ya ufadhilishaji wa Allah jalla waala katika masiku yake, kwamba Allah yeye ana haki ya kufadhilisha mwezi na mwezi katika mwaka, akafadhilisha miezi 4 hii. Vile ana haki ya kufadhilisha kati ya kipindi na kipindi, ana haki ya kufadhilisha kati ya masaa na masaa mengine. Hii ni haki yake Allah jalla waala. Hivyo basi Allah jalla waala katika kitabu chake kitukufu anasema wal fajr wa layalin ashr wash-shafi' wal watr. Wal fajr, na hapa kwa alfajiri kama tulivyosema, Allah yeye ana haki ya kufadhilisha nyakati zake, ana haki ya kuwapa kwa nyakati zake, na hapa ameapa kwa muda wa alfajiri. Wa layalin ashr, si hivyo tu, lakini pia na hapa kwa masiku 10. Ama wafasiri wa Qur'an akiwemo Ibn Abbas wa Mujahid katika aya hii ya Allah wa layalin ashr, wote wamesema ni ashru Dhulhijja, ni masiku 10 ya mwanzo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, kwamba katika mwezi huu ambao tuliokuwa nao ikiwa leo ni tarehe 2, ndani ya masiku hayo 10 kwamba ni masiku ambayo Allah jalla waala ameapia katika kitabu chake kitukufu. Lakini washafi wal watr, vile vile na hapo kwa shufa na witri, wakasema hapo kinachokusudiwa shufa kwamba ni yaumun nahari, siku ya 10 ile siku ya kuchinja, ama witri kinachokusudiwa hapa ni siku ya Arafa ambayo ni siku ya 9 katika mwezi huu wa Dhulhijja. Ahbabu fillah, tupo katika mwezi mtukufu, lakini pia tupo katika ofa nyingine ya masiku matukufu ndani ya mwezi huu, kwa kutokana na kauli hii ya Allah jalla waala wal fajr wa layalin ashr wash-shafi' wal watr. Wakala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake akasema katika kutufafanulia na kutuoneshea kwamba ndani ya masiku haya kuna fadhila kubwa za Allah na kutuhamasisha zaidi umati wake, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake, ma min ayami, hakuna masiku yoyote, al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, matendo yaliyokuwa mema katika masiku hayo yakawa yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko masiku haya. Kinachokusudiwa ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ahbabu fillah, kinachohitajika katika masiku haya mimi na wewe ni kuongeza zaidi takwa, kuongeza zaidi matendo mema ambayo yatakayomridhisha Allah. Hakuna masiku yote ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko masiku haya ya mwezi Dhulhijja, au masiku 10 ya mwanzoni ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Lakini an Abi Qatada radhiyallahu anhu qala
Ndio Abi Qatada amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sana na salamu zimfikie juu yake, siyamu yaumi Arafa, funga itakayofungwa siku ya Arafa, siku ya mwezi 9 ndani ya mwezi huu, ahtasibu, ninategemea ala Allah, kwa Allah, an yukaffira sanata allati qablahu, atamee madhambi ya mwezi ya mwaka ambao uliokuwa kabla ya siku ya funga hiyo, wa sanata allati ba'dahu, na madhambi ya mwaka unaokuja baada ya funga hiyo. Kwamba hii ni miongoni mwa fadhila zinazopatikana katika mwezi huu na katika masiku haya ya mwanzoni ya Dhulhijja. Mtume sallam anasema kwamba miongoni mwa malipo ninayotegemea kwa Allah ndani ya mwezi huu, kwamba hii funga ya Arafa ambayo ni siku 9 au siku ya mwezi 9 kwenye mwezi huu wa Dhulhijja, anasema ninachotegemea kwa Allah, natarajia kwa Allah faida zitakazopatikana kwa yule atakayefunga ni kusamehewa madhambi yaliyopita mwaka uliopita, na vivyo kusamehewa madhambi yatakayokuja baada ya funga yake hiyo. Haya yote tunayoyaona ni katika fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja, hususan katika masiku haya ya mwanzoni, masiku 10 ya mwanzoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea wazi, ametufafanulia na vile vile kutuwekea njia ya kutuhamasisha ili mradi tuzidishe zaidi matendo mema ndani ya masiku haya. Rasulullah kutoka kwa Anas bin Malik amesema kana yuqalu fi ayyam al-ashr bi kulli yawmin 1000 yawman, kulikuwa kuna sehemu kipindi hiko katika safu za maswahaba wao wenyewe kwa wenyewe walikokuwa na sehemu wanaambizana katika hizi siku za masiku 10 ya Dhulhijja, walikuwa wanasema kila siku moja ilikuwepo inalingana na masiku 1000 ya miezi mingine. Yani siku moja zile fadhila zake, na kwa mtu atakapojipinda katika kufanya matendo mema, basi kunahesabika sawa sawa na matendo ambayo yalifanyika katika miezi 1000. Lakini akasema wa Arafatu, na siku ya Arafa ambayo ni siku ya 9 ndani ya mwezi huu, biashiri alafi yawma, inahesabika kama ni masiku 10,000 vile inachohesabika au kinachokadiriwa fadhila zinazopatikana ndani yake, ndani ya siku, kutokana na kufanya ibada ndani ya siku ya Arafa, kufunga siku ya Arafa na mengineyo min al-ibadati salihati, miongoni mwa ibada zilizokuwa njema. Endapo mtu atakapojipinda, basi fadhila zake zinakuwa ni sawa sawa na yule ambaye alijipinda katika masiku 10,000. Hii yote imethibiti juu ya fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi huu Dhulhijja, hususan katika masiku haya ya mwanzoni, masiku 10 ambayo ameapia Allah kwa mujibu wa tafsiri za wanazuoni, miongoni mwao akiwemo ni Ibn Abbas na Mujahid wa ghairuhuma na wengineo, waliosema kwamba kilichoapiwa hapa ni masiku 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Hababu fillah, tuzidishe ibadati katika masiku haya. Iwe ni funga haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa kauli za masahaba kwamba katika masiku 10 haya waliyafunga masiku yote, hapana, bali siku ya Arafa ndio imekuja na dalili yake hasa katika siku hiyo. Lakini kama unafanya katika amalu salih, miongoni mwa matendo mema, mimi nafanya ibada ya kufunga, basi jaizu kwa jambo hilo. Lakini sio kwamba uweke yakini nafunga katika mwezi huu au katika masiku haya 10 na afunga yote, hakuja kuja dalili kwenye hilo. Ukitengeneza mazingira kwamba ni miongoni mwa matendo mema nafanya hivyo, basi la ba'sa biha, hakuna shaka wala hakuna shida katika jambo hilo. Ahbabu fillah, mada yetu ni sunna ambayo imeachwa, sunnatul lati, sunna ambayo tarakna al-amala biha, tumeacha kuifanyia kazi sunna hiyo. Lakini wabakia al-qawlu fiha, kilichobaki ni maneno tu katika sunna hiyo, kwamba hii ni sunna, hili ni jambo hili ni la Uislamu, hii ni ibada. Imebaki kauli tu, vitendo vyetu kushughulika katika jambo hilo la sunna vimesahau na kuacha. Ndicho tulichokiangalia. Tumetanguliza fadhila zinazopatikana ndani ya masiku haya, ama tuende moja kwa moja katika kitu ambacho tunachokikusudia katika hutuba yetu hii ya leo. Hutuba yetu inazungumzia fadhaili zinazopatikana kutokana na al-adhiya, vichinjwa ambavyo vinavyochinjwa katika mwezi 10, siku ambayo ni siku ya Eid, hadi ikapelekea Eid hii kunasibishwa kutokana na hiyo ili tukio la kuchinja kwa kuitwa Eidul Adha, kwamba siku ambayo Waislamu wanachinja
kutokana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya siku hiyo. Kwa hiyo ndio tunachokiangalia, fadhilul adhiyati wa thawabuha, fadhila malipo yanayopatikana kutokana na vichinjwa vile ambavyo mtu atakachokichinja ndani ya siku ya 10 ndani ya mwezi huu, siku ya Eid, katika Eid al-Adha, faida zinazopatikana kutokana na kichinjo chake hicho, wa thawabuha, na thawabu zinazopatikana ndani yake. Ahbabu fillah, miongoni mwa faida zinazopatikana katika adhiya, kichinjo ambacho utakachokiandaa wewe, ukaamua leo mimi naanza kufanya juhudi ya kutafuta kichinjwa changu ili mradi nije kukichinja katika siku hiyo ya kuchinja, siku ya mwezi 10, siku ya Eid, na chinja kwa ajili ya kumwabudia Allah jalla wala. Faida zipi zitapatikana ndani yake? Miongoni mwa faida hizo, al-adhiyatu, vile vichinjwa ambavyo watu wanachinja katika siku ile, ni sha'iratu min sha'airillah, ni alama au ni nembo miongoni mwa nembo za Allah, alama miongoni mwa alama za Allah jalla wala. Inamaanisha kwamba mimi na wewe mwingine vile vile akaamua kwamba kwa juhudi za maksudi anatafuta kichinjwa kuanzia leo, kesho na siku zinginezo nije kuchinja, miongoni mwa kitu ambacho kinachopatikana kwake yeye kwamba amenyanyua juu bendera ya nembo ya Uislamu wake, nembo ya dini yake, kwamba leo Waislamu ni siku yao kufanya hili na hili na hili. Kwa hiyo ni shaira tu, ni alama, ni nembo, ni sha'airillah, miongoni mwa nembo za Allah, miongoni mwa alama za Allah jalla waala. Ababu fillah, Allah anafurahia zaidi juu ya jambo ambalo linalomwakilisha yeye, linafanywa kwa ajili yake, analikuwa anafuraha nalo zaidi kwa kauli yake aliposema, dhalika wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Hayo yote kwa sababu yule ambaye atakayeamua kuzitukuza alama za Allah, kutukuza nembo za Allah, jambo hili linamwakilisha Allah jalla wala, jambo hili linafanywa kwa Allah, basi mtu huyo fa inna, hakika tendo hilo alilofanya min taqwal qulub, hakuna chenginecho isipokuwa ni kutokana na uchamungu wa moyo wa mtu. Inamaanisha endapo utakapofanya hivyo, Allah anakuingiza katika mwenendo wa takwa, uchamungu, anakuongezea huda, muongofu, mpaka unafikia katika hali ya takwa. Miongoni mwa faida zinazopatikana au miongoni mwa kitu ambacho kinachopatikana kutokana na tendo hili la kuchinja, kumwandaa mnyama wako mahsusi kwa ajili ya kuja kuchinja siku hiyo, kwamba umenyanyua bendera ya Uislamu juu, dini yako umeiweka juu, ni alama ya Uislamu, ni alama ya Allah. Na Allah anasema yule ambaye atakayeamua kuonesha nembo ya Uislamu, akatukuza alama zote za Allah zinazomhusu Allah, ibada zinazomhusu Allah, fa inna min taqwal qulub, akifanya hivyo ni miongoni mwa uchamungu wa moyo wa mtu. Mimi na wewe tunatengeneza taswira gani katika hali hii, katika tukio hili la kuchinja ndani ya siku ya Eid al-Adha au siku ya 10 ndani ya mwezi wa Dhulhijja? Ababu fillah, uthibiti wa ibada ya kuchinja umethibiti kwa kupitia kitabu chake Allah jalla wala, umethibiti kwa kupitia sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam alayhi. Pia wanazuoni wanakubaliana katika swala hilo, ama kwa kauli ya Allah jalla wala amesema, inna atainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar, hakika sisi tumekupa Muhammad kheri nyingi, basi swali kwa ajili ya Mola wako, msalie Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Inamaanisha ni miongoni mwa ibada, na hivi vile vile imeingia katika mwezi wetu huu, katika siku yetu huu, kama ni minal ibadati, katika ibada kuchinja katika siku hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti kwake yeye kwamba alikuwa akichinja vichinjwa vyake katika siku hii kwa mikono yake, yeye mwenyewe anakamata kichinjwa chake, anachinja, anakamata mnyama wake, anachinja katika siku yote, kuoneshea umuhimu juu ya siku hii kwamba yeye ni kiongozi wa umma, na jambo akawa analifanya yeye kwa mikono yake, basi na kumwamrisha mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumwambia kwamba fulani simamia jambo hilo, na yeye akapumzika tu. Lakini kwa kuoneshea umuhimu juu ya swala hili la adhiya, kuchinja, kuandaa kichinjwa chako kuja kuchinja ndani ya siku hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichinja kwa mikono yake mwenyewe. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu Allah zimfikie juu yake, amesema, wa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alichinja Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake, bikabishaini amlahaini aqranaini, alichinja kondoo wawili
walionona wamejazia vizuri, sio kama vilivyokonda vyepepe, viko vizuri waliopendeza, lakini akranaini wenye pembe kwamba ambao wamekomaa kwa vizuri kweli kweli. Mtume sallallahu aliwachinja dhabahu ma biyadihi, aliwachinja kondoo au kwa mkono wake yeye mwenyewe, wasamma, na akamtaja Allah bismillah, wakabbara, na akamtukuza Allah kwa kusema Allahu akbar. Tukio hili alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masiku haya na katika siku ya 10 Eidul Adha. Mnyama huyu au wanyama hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaandaa kwamba kuja kunyanyua bendera ya Allah juu, kuja kuinua alama ya Allah juu. Mimi na wewe tunatengeneza mazingira gani juu ya ibada hii? Asilimia nyingi sana ya Waislamu katika kipindi chetu kilichokuwa nacho tunajisahau kwamba jambo hili linanihitaji mimi na mwinginewe katika Waislamu. Tuna uwezo wa kujiandaa katika kipindi cha nyuma kabla ya masiku kufika, katika siku tulizokuwa nazo kulingana na uwezo ambao tuliojaliwa na Allah. Tumelisahau, bali tunaegemeza kwamba wanahusika ni vituo fulani au watu wanaotoa msaada fulani, sisi hatuhusiki, na kuulizia kwamba msikiti fulani sasa hivi hujapata vichinjwa. Tunasubiri nini? Baada ya swala watu kukimbilia katika sehemu za misikiti, sehemu za viwanja tofauti tofauti wanizoga wanyama. Wewe ulikopo na uwezo wa kujiandaa na jambo hili, maandalizi yako yalikuwaje? Utaki dhifadhara au utaki kunyanyua Uislamu wako, alama za Allah utaki kuzionyesha juu wewe? Dhalika wale wa man yu'azzimu sha'air Allah fa inna min taqwa al-qulub, yule ambaye atakayezitukuza alama za Allah, hakika jambo hilo ni jambo la wacha Mungu. Wewe utaki kuingia katika orodha hiyo? Ahbabu fillah, ama miongoni mwa faida zinazopatikana kutokana na adhiya, ambacho kichwa cha habari cha hutuba yetu inahusu jambo hili tulilosema kwamba sunnatul lati tarakna al-amala biha, sunna ambayo tumeacha kuifanyia matendo, wabaki al-qawlu fiha, kilichobaki ni kauli tu, maneno, kwamba siku ya kuchinja Waislamu watunachinja, wewe hauna maandalizi aina yoyote. Ahbabu fillah, miongoni mwa faida zake zinazopatikana anna min ahabbil a'mali ila Allah, hakika ya jambo hilo la kuchinja katika siku hiyo ya kuchinja ni miongoni mwa matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah jalla waala, kutokana na upokezi wa Aisha radhiyallahu anhuma qalat, amesema Aisha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nisifikie juu yake, ma amila ibnu adama yawma nahl, hajafanya mwanadamu siku ile ya kuchinja amala, jambo lolote, ahabu ila Allah, linalopendeza zaidi kwa Allah, min harakati dam, kuliko kumwaga damu ya mnyama atakayemwandaa. Hajafanya mwanadamu jambo ambalo linalompendeza zaidi Allah katika siku ile ya kuchinja kuliko kumwaga damu ya mnyama wake ambaye amemwandaa katika siku hiyo kumchinja. Kwa hiyo faida zinazopatikana ndani yake juu ya swala hili. Tuacha salama akaendelea kusema, wa innahu la ya'ti yawm al-qiyama, na hakika hicho alichokifanya kitamjia siku ya kiyama, bikuruniha, mnyama atakuja na pembe zake vile vile, lakini wa adhlafia, na atakuja na kwato zake kama alivyo, wa sha'ari, atakuja na magoya yake na nywele zake, wa inna dama, na hakika ya damu, la yakau min Allah bi makanin qabla an yaka ala al-ardh, damu atakayechinja katika mnyama yule inafika kwa Allah kabla hajaanza kudondoka katika ardhi. Faida zinazopatikana juu ya ibada hii, maandalizi yetu yapo vipi? Mimi na wewe tumejiandaa vipi? Tunaipokea vipi hii tukio hili? Tunalipokea vipi? Au ndio kauli imebaki mdomoni na tumesahau vitendo vya ibada hii? Al-adhiya, ibada ya kuchinja katika siku ya 10. Ahbabu fillah, ama miongoni mwa faida zake biha, kwa kupitia hiyo adhiya, vichinjwa hivyo vya siku hiyo ya yaumul Eidul Adha, yughfaru dhunubu, unasamehewa madhambi yako kupitia iko mnyama wako utakayemchinja, basi inakuwa ni sababu ya Allah kukusamehe madhambi yako. Anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala li Fatima, hakika Mtume sallallahu alisema kumwambia mwanawe Fatima, kumi ila adhiyatika, simama viendee vichinjwa vyako, fashuhudia, vishuhudie vikiwa vinachinjwa. Kwamba aliandaa wanyama wake na Fatima wakawa wanahitajika kuchinjwa katika siku hiyo. Mtume sallallahu anamwambia, nyanyuka kashuhudie wanyama wako wanaochinjwa katika siku hii ya leo. Fa innahu, hakika ilivyo, yughfaru laki inda awwal qatrati min damiha, unasamehewa madhambi yako wakati wa tone la mwanzo tu
litakalomwagika kutokana na wanyama hao watakaochinjwa. Mnyama anachinjwa sasa, ni tone la kwanza tu ambalo litakalodondoka, ambalo tumesema kupitia hadithi iliyopita Mtume sallallahu amesema kabla halijafika katika ardhi tayari limeshafika mbele ya Allah na malipo yake yameshapatikana. Mtume sallallahu anamwambia Aisha na anamwambia Fatima radhiallahu anha, anamwambia kwamba hakika ilivyo kwamba hiyo damu itakayomwagika kutokana na mnyama huyo atakayechinjwa utasamehewa madhambi yako kwa lile tone la kwanza tu la damu hiyo. Kullu dhambi amalat, utasamehewa kila dhambi amirati ambayo wewe ulilifanya katika masiku ambayo yaliyopita kwa kupitia wanyama hao ulioandaa. Lakini wakuli nasema inna salati wa nusuki, hakika ya ibada zangu za swala na vichinjo vyangu, wa mahyaya wa mamati, uhai wangu vile na umauti wangu lillahi rabbil alamin, nimeviegemeza kwa Allah mola wa viumbe vyote. Wa bidhalika umirtu, na kutokana na hayo ndio nilioamrishwa mimi kuyafanya katika mgongo wa ardhi. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ndio wa mwanzo miongoni wa wenye kujisalimisha kwa Allah, ni wa mwanzo miongoni mwa Waislamu. Hababu fillah, Mtume sallallahu anamuamrisha Fatima ambaye ni mtoto wake, kavishuhudia vichinjo vyako ulivyoviandaa, kwa sababu tone la kwanza litakalodondoka kutokana na mnyama huyo atakayechinjwa, faida zinazopatikana tone la kwanza tu, wewe unasamehewa madhambi yako ambayo uliweza kuyafanya katika kipindi hicho kilichotangulia. Kwa nini hii tunaibakisha katika dini zetu na tunaiondoa katika mikono yetu, katika vitendo vyetu? Na ukiangalia baadhi yetu uwezo wa kufanya hivyo tunao. Kwa nini tunaliacha jambo hili? Ahbabu fillah, as-sunnatu allati, sunna ambayo tarakna al-amala, tumeacha matendo katika sunna hiyo, lakini wabaki al-qawlu fiha, kilichobaki ni kauli katika habari za sunna hizo na mwenendo wa ibada hiyo. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أحباب في الله, بدأكم شكر الله جل وعلا نقولكeza sala na salamu kwa kipenzi cha umma Muhammad sallallahu rabbi wassalamu alayhi. Tunaendelea na hutuba ya pili ambayo inabebwa na kichwa cha habari kile kile kinachosema kwamba sunna ambayo tumeacha matendo yake, tumeacha kuifanyia kazi sunna hiyo, na kilichobaki ni kauli tu na maneno juu ya sunna hiyo, ambayo ni sunna ya kuchinja katika siku ya kuchinja ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja. Ababu fillah, tuliangalia miongoni mwa faida zinazopatikana ndani yake, ili mradi mimi na wewe na mwinginewe tuhamasike kuanzia leo, tutafute vichinjo kwa maksudi kabisa kwa ajili ya kuja kupata fadhila hizi kwa wale ambao walijaliwa uwezo katika tukio hilo au katika ibada hiyo. Ababu fillah, kama miongoni mwa faida zake zinazopatikana juu ya ibada hiyo ya kuchinja, annaha sunnatu abina Ibrahim, hakika ilivyo hii ni sunna ya baba yetu Ibrahimu, kwamba ni mwenendo ambao aliufanya Ibrahimu alayhi salatu wassalamu. Yeye ndio muassasu, ndio mwanzilishaji wa ibada hii ya sunna katika historia ya kimaisha ya Uislamu. Yeye ndio alianzisha au ndio muassasu wa sunna hii. Kwa hiyo miongoni mwa faida zinazopatikana kwamba tunanyanyua ule uwepo wa mila ya baba yetu Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ani Zaid bin Arqam qala, kutoka kwa Zaid bin Arqam amesema, qala ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wasema masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam zimfikie juu yake, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma hadhihi al-adahi, hivi vichinjo tunavyoviandaa vina jambo gani? Vinawakilisha nini hivi? Vina maana gani? Tunaandaa vichinjo kwa muda mrefu, tunaandaa vichinjo kwa kipindi kirefu kwa kweli, tunavitafuta, tunaviangaikia kwa kweli, kwa sababu masahaba radhiallahu anhum juu yao walikuwa wanahamasika zaidi katika ibada, walikuwa wanafanya pupa zaidi katika ibada. Kwa hiyo uandaaji wao wa wanyama hawa walikuwa wanajiandaa na mapema ili mradi wasije wakakosa fadhila hizi. Kwa hiyo alimuuliza mtume, hao wanyama tunaoandaa kuna faida gani, kuna adili gani ndani yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sunnatu abikum Ibrahim,
Huu ni mwenendo wa baba yenu Ibrahimu. Ibrahimu ndio alifanya hivi. Kwa hiyo na nyinyi mnafuata nyayo zake Ibrahimu. Maswahaba za Allah ziwe juu yao baada ya kusikia majibu hayo kutoka kwa mtume, kutokana na swali lao walilotaka maelezo zaidi juu ya ibada hii ya kuchinja, juu ya wanyama wanaoandaa. Qalu, wakasema malana minha, sisi tutapata nini kutokana na wanyama hao? Ndio ni mwenendo wa baba yetu Ibrahimu. Tutaishia tu kama tunafuata historia ya baba yetu Ibrahimu, hakuna faida inayopatikana ndani yake. Malana minha, sisi tunapata nini kutokana na wanyama hao? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa jibu, bikulli sanatin hasanatu, kwa kila nywele moja ya mnyama utakayemchinja basi una jema utakaolipwa na Allah, una thawabu utakazozipata kwa Allah jalla wa ala. Nywele moja tu wa mnyama huyo, ana magoya mangapi, ana manywele mangapi mnyama ambaye utakayemchinja? Ili qalu, wakasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, fasuhu, ulivyomaanisha ya magoya yao ndio tunapata malipo hayo. Inamaanisha kwamba maswahaba wakahamasika zaidi alivyosema Mtume sallallahu, kwa kila unywele mmoja utapata jema, wakahamasika zaidi. Hivyo nilichomaanisha ya magoya unamaanisha kitu kingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema bikuli sanati minasuh, kwa kila nywele kutokana na hayo magoya ya mnyama huyo hasana, kuna jema ndani yake. Kuna mema mangapi ambayo tutakayoweza kuyapata tukiamua kuandaa mnyama wetu? Mnyama wako umemwandaa kwa maana chinja katika siku hii, mema mangapi tunayapata? Ababu fillah, hayyabina ila al-afhiya, tufanye haraka tujiandae kwa kufanya ibada hizi kutokana na malipo yanayopatikana ndani yake. Malipo haya mimi na wewe hatuyataki. Kwa nini tunaegemeza juu ya mashirika maalum ibada hizi? Tunaegemeza kwa watu maalum wao wanajitolea, wanatuletea nyama misikitini, wanatuletea nyama katika maeneo yetu ya masoko. Alafu baada ya hapo sisi ndio tunatangaza kwamba leo ni siku yetu Waislamu, tunachinja, tunakunywa. Ili utangaze vizuri ibada hii, wewe uwe ndio mshika bendera wa kwanza, chinja. Itakuwa ni shahira min sha'airillah, ni alama miongoni mwa alama za Allah jalla wa ala, umezinyanyua Muislamu. Ababu fillah, sunnatul lati tarakna al-amal biha, sunna ambayo tumeacha matendo ya kuyafanya katika sunna hiyo tumeacha. Wabaki al-qawlu fiha, kilichobaki ni kauli katika sunna hiyo, ni masala ya udhiya, kuchinja. Mambo ambayo tunatakiwa tujiandae kuanzia sasa, mimi na wewe na mwingine, juu ya kufanya maandalizi ya ibada hii, ibada ambayo tumeona faida zake ni nyingi mno kuliko vile ambavyo tunavyozifikiria, kwamba Allah jalla wa ala anasamehe madhambi yetu katika lile tone la kwanza tu ambalo litakaloanguka kwenye ardhi. Madhambi yetu yamesamehewa. Nani ambaye hana madhambi? Mimi sina madhambi, wewe hauna madhambi, mwingine hana madhambi. Ni wenye kukosea wanadamu, tupo katika mfumo huo. Madhambi tutayafuta. Hizi ofa zinazotokea tuzitumie vizuri, miongoni mwazo ni ibada hii ya adhiya. Ababu fillah, kitu ambacho tulichokumbushana leo ni kuchukua maandalizi juu ya ibada hii ya adhiya, na wala tusiiache. Tutakuwa wenyewe kama tunautweza Uislamu wetu, kwa sababu ni miongoni mwa alama za Allah jalla wa ala. Nani atakayenyanyua alama hiyo? Ni sisi tutakazinyanyua alama hizo. Tutakapoziacha itakuwa wenyewe tunautweza Uislamu wetu. Vile vile madhambi ambayo tuliokuwa nayo yatasamehewa katika ibada hiyo. Kwa kila unywele mmoja wewe kwako una jema, tutakuwa na mema mangapi? Tutarajie khairi nyingi katika ibada hii, na tufanye jitihada kubwa katika maandalizi ya vichinjwa, ili tupate kupata radhi za Allah kutokana na ibada hii, kwa kuangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tulioyasoma na tulioyaona, ambayo yote yalikuwa yanazungumzia juu ya ibada hiyo ya al-adhiya, ama ibada ya maandalizi ya wanyama kwa ajili ya kuchinja siku ya Eidul Adha. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika. Allahumma ihdina siratal mustaqima. Allahumma ihdina siratal mustaqima. Allahumma ihdina siratal mustaqima birahmatika ya arhamar rahimin. Aqimis salat. Allah.